Dhiki kuu inakuja. Katika mwaka wa 66 baada ya Yesu Kristo, mji wa Yerusalemu ulizingirwa na majeshi ya Kirumi. Ghafla bila kutarajiwa, Jemedari Sestius aliyaondoa majeshi yake na Wakristo wakatambua ilikuwa ishara iliyotambiliwa na Yesu ya kwenda mafichoni. Miaka 4 baadaye zaidi ya Wayahudi milioni 1 waliuawa, wengine kupelekwa uhamishoni wakati Jemedari Titus alipouzingira mji wa Yerusalemu mwaka wa 70. Waliomwamini Kristo walitazama dalili za wakati, wakatoroka kabla ya kipindi cha uovu, huku wasioamini wakizingirwa. Hata kipindi cha mwisho wa ulimwengu, wanaokesha na kuamini wataokolewa, wakati wasiojali na wasioamini watakapotekwa na kuangamizwa. Mathayo 24 aya 36 hadi 39 na Wathesalonika wa kwanza 5 aya kwanza mpaka ya 6. Tunasimama kwenye kilele cha dhiki kuu ya zama zote. Kwa mfuatano wa haraka, hukumu za Mungu zitakuja moja baada ya nyingine. Moto na mafuriko na matetemeko ya nchi, pamoja na vita na umwagikaji wa damu. Hatupaswi kushangazwa wakati huu na matukio haya makuu na ya kukata maneno, kwani malaika wa rehema hawezi kuendelea kwa muda mrefu zaidi kuwakinga waovu wasiotubu. Dhoruba inaanza ambayo itaujaribu na kuutikisa kwa ghafla msingi wa kiroho wa kila mmoja wetu na upeo wa juu sana. Mungu amefunua kile kitakachotokea katika siku za mwisho, ili watu wake waweze kujiweka tayari kusimama dhidi ya tufani ya upinzani na ghadhabu. Shetani anayeongoza majeshi yake, na je, sisi kama mtu binafsi tumejiandaa kukabiliana na pambano hilo la kutisha ambalo liko mbele yetu? Je, tunawaandaa watoto wetu kwa ajili ya dhiki hiyo kubwa? Uasi karibu sana umefikia kipeo chake. Machafuko yanaenea duniani na utisho mkuu karibu sana utawajia wanadamu. Mwisho umekaribia sana. Malimwengu yote yanaangalia kwa shauku isiyoelezeka ili kuona kazi ya mwisho inayofunga pambano kuu kati ya Kristo na Shetani. Wakristo wa kweli wanapaswa kuwa wanajiandaa kwa kile kitakachoujia ulimwengu huu hivi karibuni kama uangamivu wa kustukisha, na maandalizi hayo wanapaswa kuyafanya kwa njia ya kujifunza neno la Mungu kwa bidii na kujitahidi kuyafanya maisha yao yapatane na maagizo yake. Mungu anatoa wito wa kuwepo na uamsho na matengenezo. Kila mmoja wetu amepewa ramani inayoonyesha kila alama ya njiani katika safari yake kuelekea mbinguni. Ukipuuza utapotea gizani. Hebu walinzi wa sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ulio ukweli wa leo. Hebu na tuonyeshe watu mahali tulipofika katika historia ya unabii. Ni wale tu walioimarisha akili zao kwa kweli za Biblia watakaoweza kusimama imara katika pambano kuu la mwisho.